This is treason. Alafu unafanya huu ni uhaini, na uhaini ni kosa kubwa la kwanza katika Jamhuri ya Muungano, ambalo ukifanya kosa hilo unaweza kukamatwa pale na raia au na askari na polisi kama wapo pale kama ambavyo sisi raia, kama unaona mtu anafanya kosa mbele yako, anavunja store, anapiga mtu, anaiba, si tunamkamata pale. Hatusubiri, hayani hatutawanyiki. Unaenda kwenye shughuli zako. Huyu mheshimiwa allegedly kafanya uhaini mbele ya waandishi wa habari na mbele ya wanachama wengine labda 300 ngapi. Alafu baada ya hapo watu wametawanyika. Ameenda nyumbani kwake, ameenda siku mbili baadaye ameenda kuwa mwenyekiti wa viongozi wa vyama ambavyo viko bungeni, chini ya kivuli cha Kituo cha Demokrasia Tanzania, Tanzania Center for Democracy. Kaongoza kikao pale, akiwemo mheshimiwa Stephen Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM. Ametoka pale kwenye hicho kikao, ameenda kufanya campaign hizo mikoa ya kaskazini wiki nzima. Analindwa na polisi, hawajamkamata. Yani kwa hivyo tunasubiri ushahidi katika shtaka la hilo ambalo ameshtakiwa. Anadaiwa kwamba alitisha na kuiogopesha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa neno serikali ni nini? Neno serikali halijafafanuliwa na sheria, kwamba unaposema serikali una maana nini. Lakini bahati nzuri kwenye katiba yetu, chini ya sura ya pili ya katiba imefafanua. Sura ya pili inazungumzia serikali ya Jamhuri ya Muungano. Sehemu ya kwanza inasema hiyo serikali manake ni nani? Inamtaja rais wa Jamhuri ya Muungano ndio serikali. Wa pili inamtaja makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano, yuko kwenye hilo la serikali, la neno serikali. Inataja baraza la mawaziri, inataja mwanasheria mkuu, inataja mkurugenzi wa mashtaka, inataja wakuu wa mikoa. Hawa ndio serikali kwa mujibu wa katiba. Sasa shtaka ambalo mheshimiwa Tundu ameshtakiwa nalo ni kwamba ameitisha serikali. Manake nini? Amemtisha rais. Tutasubiri kama hiyo na upande wa mashtaka kuja kudhibitisha hilo shtaki la kutisha. Watamuita huyo mkuu wa nchi, watamuita mama, au watamuita makamu wake au waziri mkuu kutoa ushahidi kwamba walitishwa, na kwa hivyo na huyu aliyewatisha amefanya kosa la uhaini. Wanaweza kusema
kwa vile shughuli ya uchaguzi inasimamiwa na tume ya uchaguzi, na huyu bwana huyu mshtaki, namuita mshtakiwa, atakuwa ameitisha tume ili wasisimamie ule uchaguzi. Swali litakuja, je, hii tume huru ya uchaguzi ni serikali? Jibu ni hapana. Jibu ni hapana. Chini ya katiba hii, ibara ya 74, ibara ndogo ya 11, wanasema kwamba tume ya uchaguzi itakuwa ni huru katika kutekeleza mamlaka yake. Kwa mujibu wa masharti ya katiba hii, tume ya uchaguzi haitalazimika kufuata amri au maagizo ya mtu yeyote au idara yoyote ya serikali au maoni ya chama chochote cha kisiasa. Kwa hivyo tume ni huru. Kwa mujibu wa katiba, tume ni huru, pamoja na kwamba watu wanasema kwamba hii tume sio huru. Lakini mwaka jana mwezi wa 4, rais alipitisha sheria iliyounda inayoitwa tume huru ya uchaguzi. Ni huru kutoka kwa nani? Itakuwa ni huru kutoka serikali. Ni mamlaka iliyoundwa chini ya katiba ambayo ni huru. Huru maana sio sehemu ya serikali. Unanipata? Na ndio inayosimamia mambo ya uchaguzi. Bahati nzuri, bwana mwandishi, sheria ya uchaguzi imeweka utaratibu. Inakuaje kama kuna mtu au watu wanavuruga uchaguzi? Kama mtu au watu wanavuruga uchaguzi, inakuaje? Nilikuwa na nakala ya hiyo sheria, imeandikwa kwa Kiswahili hapa, sinayo, lakini nikusomee kifungu kinachohusika. Wa hii sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, hiyo iliyopitishwa mwaka jana mwezi wa pili na bunge, na mwezi wa 4 ikapata saini ya rais. Kifungu 133 inazungumza kuvuruga kwa shughuli ya uchaguzi. Taisoma kwa Kiingereza. A person who at a lawful public meeting held in connection with the election of any person between the day of publication of the notice appointing nomination day and the day on which the results of the election are published acts or incites others to act in a disorderly manner for the purpose of preventing the transaction of the business for which the meeting was held, commits an offense and shall be on conviction, it shall be liable on conviction for a fine at least not less than 50,000 shillings, but not exceeding 200,000 shillings, or to imprisonment for a term of not less than 6 months, but not exceeding 12 months in prison. Kwa hivyo, chini ya sheria ya uchaguzi, mtu yote ambaye anavuruga au anashawishi watu wengine wavuruge shughuli ya uchaguzi, atakuwa amefanya kosa la jinai chini ya sheria ya uchaguzi hii ambayo nimeitaja. Na akipatikana na hatia, anaweza akapigwa faini ya kiasi ambacho hakipungui shilingi 50,000, lakini kisichozidi faini ya shilingi 200,000, au kwa kifungo kisichopungua miezi 6, lakini kisichozidi miezi 12,
au vyote viwili. Kwa hivyo